Ajali, ajali, ajali. Matukio yanayoendelea kugharimu maisha ya watu na wengine wakiachwa na makovu yasiyofutika mwilini mwao. Mapema asubuhi leo hii, watu wawili akiwemo mtumishi mmoja wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanafariki katika eneo hili la Moseka nje kidogo ya manispaa ya Morogoro baada ya gari lao kugongana na gari kubwa la mizigo. Kiangalia sababu kubwa iliyokuja kutokea ni dereva wa gari ndogo alikuwa anaendesha spidi, alikuwa ameovertake. Madereva tuchukue rai ya kuendesha mwendo wa kujihami, unakuwa unaepusha uhai wetu sisi, lakini ukiwa unaendesha mwendo ambao sio wa kujihami unasababisha vifo, unaacha watoto wanakulilia, unaacha ndugu wanakulilia. Kwa matukio jinsi yanavyojirudia hivi, nafikiri kuna haja ya kuangalia upya namna ya kuweka angalau vibao vya speed 50, kuweka speed limit hapa speed 50, au kuweka matuta hasa ile eneo ambalo lenye mikonge, kwa sababu linaonekana liko wazi. Kwa hiyo watu wakifika hapa, madereva naona kama wanajiachia hivi. Jeshi la zimamoto na uokoaji limefanikiwa kufika na kuanza kuzima moto ulioanza kuzuka na kuondoa watu hao waliobanwa na vyuma, lakini tayari walikuwa wameshapoteza maisha. Mhusisha watu wanne, ambao katika watu wanne wawili ni majeruhi na wawili wamefariki. Waliokufa ni dereva pamoja na abiria waliokuwa kwenye gari dogo aina ya Forester. Kwa hiyo na mmoja ya mtumishi aliyekufa katika hii ajali ni mtumishi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, anaitwa Enoch Morel, ni tutorial assistant. Kwa hiyo tumeweza kutoa na mwili wake umechukuliwa, tumewakabidhi polisi, umeondoka kwa ajili ya kupelekwa hospitali ya rufaa ya hapa Morogoro. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro akaweka bayana mkasa mzima wa ajali hiyo. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa gari ndogo kuyapita magari mengine bila tahadhari na kusababisha ajali hiyo. Nitoe wito kwa madereva na watumiaji wa barabara, watumiaji wengine wa barabara hii, kwamba wawe waangalifu na waheshimu sheria za usalama barabarani. Ajali za barabarani bado zikiendelea kugharimu maisha ya watu na uharibifu wa mali. Leo hii watu wawili wamepoteza maisha kufuatia